mwaka wa 2022. Sasa wengine walinipinga sana kwa sababu ninasema yule atakuwa rais wa Kenya. Lakini wakati ilipotimia, wengi baka mabishop marafiki wakakuja wakaniambia, Apostle, ulisema lile ambalo ni la ukweli. Hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo leo nimekuja na sauti iliyo ya Bwana, na ili niwe kama karubeta, mtu ambaye anapiga karubeta kubwa, na ili kisha baadaye Mungu apate kuonekana katika nchi yetu. Bwana aliweza kunifunulia mwaka wa 2027 yale mambo yatakaye tendeka. Ninaoneswa itakuwaje na ni nani atakuwa rais. Hii nitakuja kuisema hapa kwa utukufu wa jina la Bwana, na niko na imani kuna kitu Mungu atakifanya kizio za kawaida katika jina la Yesu Kristo. Jambo la kwanza niseme kwanza, ningetaka kusema ya kwamba kuna mambo Mungu anasema that first mwaka hii nikiongea na inaweza kutimia. Mtazamaji, hebu angalia vile kunekuwa na maandamano tangu Januari na mpaka today. Kila wiki kuna watu wanaandamana, na nikaambia watu ya kwamba kutoka hapa mpaka mwaka ujao wa 2026 ndio haya maandamano itakuja ipoe. Ni kwa sababu nayo inji kuna vile Mungu aliniambia Mungu atalete uponyaji sasa wa inji 2026. Angalia jambo lingine, December 31st, nadhani hiyo ingine tukifanya na wapendo wangu wa studio tutatengeneza. December 31st Mungu alituambia kutakuwa na mvua nzuri na mvua mbaya ya kuua. Hivyo ndivyo ile tape ile sauti inasema. Na ni kweli saa hii kuna watu wanekuva katika nchi yetu kwa njia ya mvua hii na yenyesa. Na niambie watu ya kwamba mvua bado. Mungu aliniambia kutakuwa na mvua kubwa, na ambaye naweza kukosa kusema ni mwezi wa 5 ama mwezi wa 6 ama mwezi wa 9, lakini kuna mvua kubwa inakuja Kenya. Lakini naamini Mungu atasaidia jambo hili kwa jina la Yesu Kristo. Tuendelee kuombea nchi yetu. Jambo la pili ningetaka kusema, na hiyo nitakuja kulisema baadaye, ningetaka kusema ya kwamba Mungu awabariki nyinyi nyote mnekuwa ambaye mkiombea nchi yetu. Ni kwa sababu niliona kwa ile comment ya December, nikaona watu wengi waliniambia tutasikania, tutaombea nchi na Mungu atatenda. Na mimi niko na imani kuna kitu Mungu anaenda kutenda katika jina la Yesu Kristo. Leo nimekuja tena kwa ile mambo manne niliwaambia. Najua nabii Biblia inasema katika Ayubu 33 nadhani verse 14 ati Mungu anatokea mara ya pili, mara ya kwanza na hata ya pili, ijapokuwa kama mtu asikii. Kwa hivyo mimi nitaendelea kusema haya mpaka inji watu wapate kuelewa kuna mambo Mungu anasema tufanye kuomba, na mengine pia Mungu apate kuingilia katikati na ili apate kupigania inji yetu katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, nilipewa mambo manne, lakini kabla niseme mambo manne, ningetaka kukusomea andiko moja ambalo naye nielekeza. Wakati wote naambia na waiongea, watu wanawahi kusema huyo anaongea tu anepita. Mungu ni kuongea, naongea wachana ye. Ni kama ile wakati nilisema yule atakuwa rais wa Kenya mwaka wa 2022. Nikaambia watu ya kwamba ule Mungu ananiongeleza. Mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, Apostle, hapo kwa kusema ni huyu atakuwa president, vuta. Sasa nikashindwa, nitavutaje na mimi ninepewa? Nikamwambia, nikamjibu kwa kumkanzuli kiazi. Nikamwambia Mungu akilete sauti ingine tutaipandiliza. Lakini kama Mungu hataileta, tutangojea tuone vile Mungu atakavyofanya. Sasa wengine walinipinga sana kwa sababu ninasema yule atakuwa rais wa Kenya. Lakini wakati ilipotimia, wengi baka mabishop marafiki wakakuja wakaniambia, Apostle, ulisema lile ambalo ni la ukweli. Kwa hivyo sisi ni sauti ya Bwana, tunaipasa kwa watu, nao watu wasikie, na wanaposikia
mengine tuyaobee vile Mungu anavyotuongoza, na mengine tuyakatae katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuangalie katika mstari wake ni wa Amos. Amos ni 3 na mstari wake ni wa 6 na wa 7. Naposema hii, nataka ukuonesa mimi ni sauti tu, mwenye kutimiza ni aliyepeana ile sauti. Biblia inasema hivi, je, tarumbeta itapigwa mjini, watu wasiogope, koma. Nikiulia kirorio, je, watu wasiogope, mji utapatikana na hali mbaya yasio ileta Bwana. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Ati kuna jambo linaweza kuvika inji na liwe tu linaingia likuonekana, na Mungu hakulipatiana lionekane, maybe liombwe. Biblia inasema ya kwamba hapana, hakuna jambo litakayekuja na ikosekane kuwa nabii anepiga karubeta. Mimi karubeta ninapiga. Na ili tupate kusikia, tupate kuiombea inji yetu. Mstari wa 7 inasema, Biblia inasema ya kwamba hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Ati hakuna jambo litakuja lifanyike na Mungu akulifunua kwa watu wake likaonekana. Bible inasema hakuna neno litafanyika bila kuwa mtu wa Mungu anefunuliwa. Kuna mambo mengine haiwezi kufanyika bila kuwa Mungu anayalete kwetu tukayajua na tukayaona. Kwa hivyo leo nimekuja na sauti iliyo ya Bwana, na ili niwe kama karubeta, mtu ambaye anapiga karubeta kubwa, na ili kisha baadaye Mungu apate kuonekana katika inji yetu. Mimi nataka kuongea hivi, kuna mambo Mungu ananifunulia, na nimeongea kwa hii mtandao wa Savina, na nikasema nitasema tena, na hata nitasema kwa ma-TV mengine Mungu akinipatia wakati, na ili tupate kuiombea. Kuna mambo manne Mungu ananifunulia. Jambo la kwanza, kukaonekana maandamano makubwa sana, na kwa ile maandamano, mtazamaji, kulikuwa na maafa ndani na kuumia kwa vitu za watu nyingi sana. Tuseme ya kwamba maduka kuvujwa mengi sana. Wakati Mungu alivyonifunulia jambo hili mwezi wa 4, nikasema nitaambia watazamaji, na ili tupate kuomba, kwa maana hata mimi nitasindi kuendelea kuomba. Mtazamaji, nikarudi nikaona jambo lingine. Nikaona hati bunge kukiwa na vita kubwa sana. Ati walikuwa natupania viti na vitu kama hiyo. Na hapo ndipo wakati nilipoongea hiyo, nadhani ni mwezi wa 4, wakati nilipoleta hiyo tape, mnaweza kuona ile mambo inatendeka mpaka saa hii. Ni kwa sababu wakati nilipofunuliwa hiyo, kwa maana hiyo ilikuwa ni ndoto. Hiyo si kuwa kunenewa, ilikuwa ni ndoto. Niliona ya kwamba hati katika inji yetu ya Kenya kule bungeni, maana nilikuwa naona jina bunge kwa ndoto, ati kuna vita kubwa sana, wabunge wanatupiana viti, wanafanya hivi. Wakati nilipotamuka hivi, karibu wiki 1-2 zinepita, saa hii kuna mbunge aneuawa. Ama si kweli? Na huyu mbunge ambaye aneuawa, kunesemekana ni kama kunaonekana ni watu wa karibu sana na yeye kisiasa. Ama mjaona jambo hilo? Wapendwa, wakati ule nilipotafsiri ndoto, nilipata kuelewa ya kwamba ati katika tafsiri ya ile ndoto niliyoona katika preprem katika bunge, kutakuwa na vita kuu katikati ya viongozi ya serikali ndogo na serikali kuu. Kutakuwa na vita ambaye si ya kawaida, na ndio nikambisikia Bwana akiniongoza nikuje niseme na wewe tupate kuingia kwa maombi. Mtazamaji, jambo la pili, nikaona watoto wa masule kutoka university kwenda mpaka hizi watoto wa kilasi za chini, na wasasi wakaingilia katikati, kukiwa na maandamano makubwa sana. Ni kwa sababu ya preprem ya elimu. Nikaona ya kwamba nikisikia ndani yangu, apendwa, tuombee jambo hili.
ya kwamba ile maandamano nilikuwa naona watoto wa secondary wakiwa wanevaa mpaka manguo ya shule. Si kwa nini kaoneswa hili? Hiyo ilikuwa jambo la tatu. Mtazamaji, niko na imani tutaiombea jambo hili kwa sababu ya usalama wa taifa letu la Kenya katika jina la Yesu Kristo. Na jambo la tatu, na jambo la nne, Bwana aliweza kunifunulia mwaka wa 2027. Bwana aliweza kunifunulia mwaka wa 2027 yale mambo yatakaye tendeka. Na kanisa tuombee inji sana kwa sababu ya wakati wa election, na kuambia mapema kukiwa kunebakia miaka miwili, tuombe sana na tukumbuke inji ya Kenya kwa njia kubwa zaidi jambo hili. Na jambo la tatu, jambo la nne ilikuwa pia ni kwa sababu ya kanisa la Kenya likawa liko na shida nyingi sana, tunaingiliwa zaidi, tunapigwa zaidi, lakini Mungu akarudi akaniambia tukiomba hiyo shida itaondoka. Lakini hii ya 2027 imefunuliwa wiki hii, tupate kuombea inji yetu kwa njia kubwa katika jina la Yesu Kristo. Na niko na imani kuna kitu Mungu anakwenda kukifanya na kukitenda kwa sababu ya inji yetu church, in the name of Jesus. Mtazamaji, niko na imani kuna jambo unaenda kufanya kutoka hapa. Inji ya Kenya iko katika mikono ya Bwana. Na niseme hivi, mwaka wa 2027 ninaoneswa itakuwaje na ni nani atakuwa rais. Hii nitakuja kuisema hapa kwa utukufu wa jina la Bwana. Na niko na imani kuna kitu Mungu atakifanya kizio za kawaida katika jina la Yesu Kristo. Mtazamaji, subscribe, please subscribe katika hii video hii, subscribe, comment, tena share na mwenzako. Fanya hivi, unapo subscribe unafanya kwamba kila kipindi tutakacho kiweka utakuwa mmoja, ikiingia tu na wewe pia unaiona. Na pia mtazamaji, share na mwenzako, naweka komenti hapo chini, na niko na imani Mungu atakubarikizana katika jina la Yesu Kristo. Tulikuwa tunajenga hii madhabahu hii Sunday inepita mtazamaji. Niko na imani tulikuwa tunanunulia madhabahu mahali hii Sunday inepita mtazamaji. Niko na imani hata wewe unaweza kusimama na kitu. Ni kwa sababu tulikuwa tunataka deposit ya 1,600. Na halafu pia ili tubese kutengeneza mahali hapa kuwe kwa Mungu hapa Eastern Bypass. Kwa hivyo tunakuomba tunebakiza sehemu kubwa ya fedha. Tunakuomba uwe mmoja katika jina la Yesu Kristo.